Si hali ya kawaida, ni maneno yaliyorudiwa zaidi ya mara 3 katika siku ya kuuaga mwili wa Daines Raphael Cisse. Binti alikuwa akifanya kazi ya ufundi cherehani, ambaye Oktoba 29, siku aliyofariki, ilikuwa ni siku 10 tu toka atimize miaka 28. Tofauti na misiba mingine, katika msiba huu hakuna mwili wa kuuaga. Mwili wa Daines haufahamiki ulipo, anafahamika tu kuwa amefariki. Amepata taarifa na mtu ambaye ameokota kitambulisho cha kazi cha Daines. Kwa hiyo akapata namba za simu kwenye kitambulisho cha kazi, akapiga kwa bosi. Wakati anasema Tabata. Na amepeleka hospitali gani? Yule huyo binti alitoa taarifa, anasema sijui mimi nilipoona kaanguka vitu vilitawanyika vitu vyake, mimi niliokota tu kitambulisho nikakimbia nacho. Kosa namba ya yule bosi alipata kwenye hicho kitambulisho. Huyo bosi akamtaarifu Cisse. Cisse ndo akataarifu sisi. Siku ya tarehe 29 tuliamka asubuhi. Alipoamka akafumua nywele, akajiandaa, akasema mimi natoka naenda Ubungo kwa dada, naenda kusuka na nitalala huko sitarudi. Nikamwambia sawa. Alikuwa amebeba nguo ameweka kwenye begi, maana hakuwa na simu alipoteza. Basi akaondoka. Mpaka yamefika mida ya jioni, napiga simu kule ambako anaelekea, ananiambia huko hajafika. Nikaondoka, alitoka asubuhi, asema anakuja huko, anakuja kwa Dabuba, pia ninakusuka huko atarudi, asema huko hajafika. Nikasema basi ngoja tumsubiri mpaka jioni itakavyokuwa. Siku ile ikapita, tukapata taarifa yote. Kila nikuuliza kule hajafika na mimi kwangu hajarudi, na ndio ile ikatoka amri hakuna kutoka nje kwa ajili ya usalama. Siku ya pili yake majira ya asubuhi nikapigiwa simu na bosi wake, maana wakati alipoteza simu kwa anatumia simu yangu kuwasiliana na wafanyakazi wa bosi wake. Akanipigia akasema una taarifa zozote za Daines? Nikamwambia hapana sina. Akasema tumepigiwa simu Samaria Mwema kwamba Daines alipigwa risasi siku ya tukio maeneo ya Tabata shule, na walikimbiza hospitali maeneo ya karibu na Tabata pale. Kwa mkamtafute hapo, tuliokota vitu vyake ambavyo vilidondoka. Hapo nikabidi nipige simu kwa dada yake. Picha hii ndiyo inayotumika kama kumbukumbu ya mwisho wa Daines. Wengi wamezoea kufanya mazishi mwili ukiwepo. Hapa kunakuwa na hali kama ya kutoelewa taratibu unakuaje katika hali kama hii. Kabla ya shughuli ya kuaga kuanza, mmoja ya wanafamilia anazungusha maua pembezoni mwa picha ya Daines, picha iliyowekwa kwenye kiti kilichofunikwa na kitambaa cha rangi. Mwanafamilia mwingine anaona kama kiti hicho kiko chini sana, anaamua kuongeza kiti kingine. Ibada ya kumwaga Daines inapoanza, picha hiyo inawekwa mbele kabisa katika madhabahu. Kati ya watu ambao walimbeba Daines moja kwa moja, alimpigia. Walimbeba wakati huo sasa amepigwa risasi, kumbe ni ya kifua. Wanampeleka hospitali. Mmoja wao ndo alitoa taarifa kwa Aisha, akamwambia kwamba huyo binti namkumbuka tulimbeba, alipigwa risasi ya kifua na alitufia njiani wakati tunaenda hospitali. Tumefika na Daines tayari ameshafariki. Tukawa tunawakabidhi maiti, wao wakasema yani pale ikawa imeshindikana. Wakati tayari anasema maaskari walishakuja, kwa hiyo wao ile mwili wakauacha nje. Picha hii ndio kumbukumbu kubwa iliyobaki ya Daines, binti aliyezaliwa na kukulia Turiani, Morogoro. Kwa sababu familia imeamua kuwa hakutakuwa na shughuli zingine kutokana na kukosekana mwili wake, picha hii inafanyiwa maombi maalum na familia wanakabidhiwa. Baada ya shughuli ya kukabidhi picha hii kwa familia, katika eneo hili inakuwa kama malango ya vilio yamefunguliwa. Kina mama wengi wanaangua kilio, wengine wakisikitika na kuuliza wamepeleka wapi mwili wake. Novemba 14, 2025, majira ya saa 11, shughuli ya kumwaga Daines inakuwa imekamilika. Swali lisilo na majibu linabakia: mwili wa Daines uko wapi?